Sasa turudi kwenye namna ambavyo mambo yanaenda. Hans ulisema kwamba 50-50 kuhusiana na haya maamuzi ambayo yamefanyika kuleta waamuzi kutoka nje. 50-50 kwa maana ipi? Kwa sababu ipi umekuwa 50-50? 50-50 kwa sababu ni kama vyote na vitaka. Afu kuna sehemu pia vinapingana. That's why nilisema 50-50. Wapi vinapingana? Kwa maana ya natamani kuona ligi yetu ikiwa inaamliwa vizuri. Unajua hii ni mechi ya dabi ambayo inakwenda kutoa maamuzi ya bingwa. Yeah. Na tunahitaji kupata bingwa kwa haki. Kwa sababu ni dakika 90 zimebaki. Aidha Yanga achukue ubingwa au Simba achukue ubingwa. Nisingetamani wa Tanzania kesho yake tuje hapa kuzungumza makosa ya waamuzi. Ningetamani kesho yake baada ya dabi tuje hapa kuzungumza mchezo tactically jinsi ulivyokuwa, tuzungumzie Fadlu alifeli wapi au alifaulu wapi, lakini pia Hamdi alifeli wapi au alifaulu wapi, tuzungumzie mpira. Na kwa waamuzi wetu ambao tumekuwa nao Tanzania, wengi wao ni tia maji wanazingua kweli. Kwa hiyo ukisikia taarifa za mwamuzi kutoka nje, mwamuzi ambaye ana experience, amechezesha jumla ya mechi 223, mwamuzi ambaye amewahi kuchezesha mechi ya nusu finali ya Tunisia, kwa maana ya Tunisia Cup ile kati ya De Tunis na Sfaxien, mwamuzi ambaye amewahi kuchezesha mechi 2 kwenye ligi ya Tunisia, mwamuzi ambaye amewahi kuchezesha mechi 19 za CAF Champions League. Huyo ni mwamuzi ambaye ana experience. Lakini sasa kwa nini nazungumza kwamba kuna changamoto? Kanuni zetu zinasemaje? Yani kanuni za ligi zinasemaje kuhusiana na waamuzi wa nje? Kuna question mark hapo. Lakini pia ni dhahiri kwamba ligi yetu kwa sasa haina waamuzi wa kuchezesha mechi kubwa kama hizi, mechi ya dabi. Ni wazi kwamba kamati ya waamuzi imekiri kwamba kwa sasa tuna waamuzi wabovu kuliko wakati wowote. Question mark, kwa sababu tumekuwa tunawapigia mara kibao hapa. Viongozi wa kamati hizo za waamuzi wanakiri kwamba tuna waamuzi wazuri. How comes wanasema waamuzi wetu wazuri. Wazuri. How comes leo mwamuzi atoke nje? Wamekiri kwamba hatuna waamuzi. Nataka nisikie wakiwa wanazungumza hilo. Lakini swali jingine, kanuni ya 8 inazipa haki timu zote mbili, kwa maana ya Yanga na Simba, kukata rufaa kama hawakubaliani na huyo refa. Umeona, siku 3 kabla ya mchezo. Waamuzi wametangazwa jana Jumatatu, ni siku 2 kabla ya mchezo. Kwa hiyo haki ya kukata rufani kumkataa huyo mwamuzi haipo. Kwa nini taarifa ilichelewa? Kwa nini haikutoka Jumapili ili kama watu hawamtaki waweze kukata rufaa? Hapa pengine klabu zilishafahamishwa. Sasa ndo nataka niulize kitu kimoja. Je, Simba na Yanga walishirikishwa kwenye huo mchakato? Bwana Juma, Jessica mko hapa, itabidi tuwasikie. Wanashirikishwa, yani pengine hakuna haja ya kushirikishwa katika kufanya maamuzi ya kuchagua waamuzi. Wanashirikishwa ndio. Wanajua ili si mwamuzi, na hapa mwamuzi sinapo anatoka tena nje, lazima na mwamuzi anatoka nje. Ndio maana kuna siku 3 hapo, kama watu wamtaki wanaweza kukata rufaa. You see, hizo siku 3 ziko wapi? Taarifa imetoka jana Jumatatu, ni siku 2 kabla ya mchezo. Taarifa siku 2 kabla ya mchezo, lakini klabu pengine zilipata mapema. Sasa hatuwezi kwenda na pengine, kwa sababu wote hapa mpo, mtakachokifanya ni kuwatafuta Simba na Yanga. Je, kwenye huu mchakato walishirikishwa timu zote mbili? Kuna question mark hapo, itabidi tupate majibu. Lakini what if huyo mwamuzi akija hapa akaharibu yani fulani hajaona, katoa nyekundu, kaweka penalty, yani mazingira ya kumpokea huyo mwamuzi yakoje? Kwa mtu anaweza akasema mwamuzi wa Yanga kapokelewa na Yanga au ametumika na Yanga au katumika na Simba. Una ushahidi gani? Kwa hiyo kuna maswali ambayo yananijia kichwani na kosa majibu. Pengine wenzangu mtanisaidia hapa tuweze kujua huu mchakato umekaaje kiukweli. Asante. Kama na swala la kusema nani atawapokea, hilo ni jambo jingine. Si watapokewa na wale watu wa TFF. Sasa lakini mimi nataka kufahamu sasa.
manake kuwachukua waamuzi wengine kutoka nje ni kutaka kuepuka vikwazo vyovyote ambavyo vinajitokeza kutoka kwa waamuzi wa hapa. Vipi uwezo wa hao waamuzi ambao wameletwa kuja kuchezesha? Sasa Jessica, katika hali ya kawaida unajua kwa maoni yangu mimi kuna mijadala au kuna maswali unnecessary, especially pale ambapo kuna vitu tayari unavijua. Sawa. Mimi nikimwangalia Evans kwa taswira yake tu hivi namuona kwamba ameamka vizuri, ameamka ana haiba nzuri, he's had breakfast na yuko kwenye mood nzuri. Kuna mood nikimuona nayo sihitaji kumuuliza, ama labda swali ambalo nitamuuliza bana vipi, uliamka vizuri ama ulilala vizuri jana? Umeelewa? Hii is a referee ambaye tumeambiwa amechezesha mechi 19 za kaliba ya juu za CAF Champions League. Alafu tunahoji uwezo wake. Na ni sisi hapa, kuna marefa kama Kayoko, kuna wale walichezesha mechi za Singida juzi, kuna wale marefa walichezesha mechi 2 za Yanga za mwisho hizi ambazo kulikuwa na magoli ya offside. We never question uwezo wao kama huwa tunauliza na pia kuuliza. Kamanda, tuweke sawa hapo kwenye kuuliza au kwenye kuchezesha hizo mechi. Ndo tunao hata pia wakwetu wamechezesha mechi nyingi, lakini pia na mapungufu ni mengi. Je, hao ambao wamechezesha hizo mechi 19 ambazo umezitaja, uwezo wao upoje? Sawa. Kwa maana wanaweza kama wamechezesha lakini wakawa na makosa pia. Kwamba Jessica, wewe una mashaka na refa ambaye amechezesha mechi 19 za CAF Champions League? Mimi siwezi kuwa na mashaka, lakini pengine kuna mtu ana mashaka. Marefa hapa ambao labda hata mechi za Sekafa au Kosafa hajawahi kuchezesha. Na nakukumbusha, lakini huyo refa ambaye amechezesha mechi 19 za CAF wamekataliwa huko kwao, hawataki kuchezesha au Ali na nani na Zamalek hawataki kwenye dabi yao. Hao ambao wamechezesha mechi 10. No, unajua Juma, unless labda unataka kuniambia, unajua kwenye kufanya interview wangu kwenye mijadala kuna ile position mtu anakuambia mimi nimeamua kuwa devil's advocate, kwamba ule upande ambao labda hauna maswali mimi nitauwakilisha. Lakini hatujui kwa nini marefari wa ndani hawachezeshi dabi Egypt. Ni kwa sababu inajulikana kwamba ile nchi kila mtu ni shabiki wa hizo timu mbili. Kwa hiyo wanaondoa hiyo possibility ya kwamba bana, kama sisi ambao ndo tunaondoa hii sasa. Exactly. Okay. Umeelewa? Lakini wakati unaendelea maana tumeondoa hii, lakini haimaanishi tuna waamuzi wabaya. Katika pumzio hiyo. No, yani unajua mimi siku zote nadhani kwenye panel hii ama hata tukipima maoni ya wachambuzi wote hapa Tanzania, nadhani mimi ndo mtu peke yangu ambaye nimewahi kudeclare position kwamba mimi huwa sitatizwi na marefa, kwa sababu siamini kama kwanza kati yetu kuna yoyote anaweza kuwa refa mzuri kuliko hawa walioko sasa hivi. That's one. Lakini pili, kwangu mimi hata refari akiharibu, kwani Kayoko si aliharibu nchi ililipuka, kwani au kuna watu waliandamana? Si maisha yameendelea na leo ligi inaisha. So hata kesho refa anaweza akaharibu na maisha yataendelea tu. Another issue ni kwamba yani mimi I'm against hii dhana ambayo tunaitengeneza kwamba refari akiharibu it's the end of the world, labda au kuna mtu inabidi afe labda, ama no, maisha yataendelea, kwa sababu nature ya football, nature ya mchezo wote ule, nenda hata kwenye basketball, sawa? Na ndio maana hata sheria za basketball zinaruhusu wakati kuna muda kocha anaweza kaenda kuchallenge decision ya mwamuzi, anapewa hizo fursa kwenye kila kota. Kwa hiyo kuna wakati unafika unaona kabisa kwamba bana, refa hapa hii decision amefanya sio nzuri, lakini kwa sababu nimebakiza nafasi moja tu ya kuchallenge na kuna muda wa kutosha, labda kuna dakika 5 zimebaki kwenye kota moja, ngoja ni ignore hii, kwa sababu kuna muda utakuja ambao kuna decision inaweza ikawa vital kwenye maamuzi ya mwisho, nitapata nafasi ya kuichallenge, so you can live with that. Okay. Yani hakuna mtu ambaye takwimu kidogo, takwimu tupe takwimu alafu tuende kwa nani, alafu turudi. Takwimu za huyu refa anasifika sana kutoa kadi. Huyu refa anayekuja huyu anasifika sana kutoa kadi. Katika muktadha upi? Na kadi zenyewe unaweza ukatazama kwenye listi ya mechi ambazo amechezesha. Chezesha mechi 239. Na kwenye mechi 239 kwenye michuano yote kabisa, mashindano yote, ametoa jumla ya kadi 823. Mechi 200 kadi 800. Kadi 800 za njano. Huyu hataki masiara huyu. And then ametoa red card 47.
Manake watu wanafanya makosa kwa kuachi huyo. Yani master ni kawaida kabisa. Yani unajua hizi namba ukitaka kujua kwamba sisi wa Tanzania kuna changamoto kidogo kwenye the way tunavyoperceive vitu. Wewe umewahi kusikia lini refaria anajadiliwa kwa idadi ya kadi alizotoa vis-a-vis mechi alizochezesha? Kwa sababu refaria ambaye kachezesha mechi zaidi ya 100 katika hali ya kawaida, mechi zaidi ya 100, tukianza kuweka muktadha sahihi, manake ukisema tu generally hivi kwamba bana refa huyu katoa kadi nyekundu 47, ni rahisi sana kutengeneza picha kwamba huyu refa anatoa tu kadi, kwa sababu hatujafanya hesabu marefa wengine kwamba wanatoa kadi kwa wingi kiasi gani au kidogo kiasi gani. Lakini kikubwa pia ni uhalali wa hizo kadi. Yes, ndo nikasema muktadha kwamba hizo kadi anazitoa katika mazingira yapi, hilo ni jambo lingine. Lakini katika hali tu ya kawaida, refari ambaye amechezesha mechi 228 za dakika 90, hizi mechi you can imagine kwamba kuna wachezaji wangapi wako involved kwenye hizo mechi, kwamba kila mechi inahusisha wachezaji 11, set of 11 players kwa kila timu. Ukiongeza sabu watano labda kama wametumika wote, that means kila timu imetumia wachezaji 16 au ni wachezaji 32. Sawa? Ukigawanya kwamba upate wastani kwamba hizi kadi labda zinakwendaje, piga mahesabu kwamba set ya wachezaji 16 katika idadi ya mechi 228, gawanya kwa hizo kadi, unaweza kugundua kwamba actually ni kadi chache ametoa. Sasa kwa sababu pia mind you, hatujafanya hizi hesabu kwa marefa wengine, tumeamua kumicroanalyze refa huyu kwa sababu ya hii narrative inayoendelea. Kwa mfano alikuwa anazungumzia issue ya maamuzi ambaye yamewahi kufanywa comparison kuhusiana na masuala ya kadi. Kwa mfano Spain, Real Betis wamewahi kukataa mechi yao kuchezeshwa na Antonio Mateus Lahoz. Huyo ndo maamuzi ambaye anasifika kumwaga kadi nyepesi nyingi sana. Real Betis wamewahi kumkataa kwenye mechi yao, na huyo ndo maamuzi ambaye amewahi kutoa kadi 11 kwenye mechi moja. You see? Kwa hiyo issue ya kutoa kadi ni kuna baadhi ya waamuzi wao kila contact ni kadi. Na kwa huu wastani ambao umeuzungumzia Jeff, ina maana na wastani wa kutoa kadi za njano 4 mpaka 5 kwenye mechi moja, ni kawaida kabisa. Lakini pia ana wastani wa kutoa red card kila baada ya mechi 4. Na hii akianzia ya kwetu bado mpaka ifike dabi. Unamkumbuka ule refa kwenye AFCON moja, Kamanda Samani, lakini hiyo sitasahau ulichopata kusema. Naomba nipeleke kidogo kwa Ashrafu pamoja na Evans. Ashrafu, wewe mimi muda wangu uko umeisha. No, muda upo, muda hujaisha, lakini tarudi. Ashrafu, wewe ulishaonesha msimamo tokea mwanzo kwamba ni no. Kwa nini unasema no wakati dabi iliyopita alikuwepo Kayoko? Vitu vinatokea, penalty, Kayoko anakimbia tu. Watu wanaona kwamba mbona huyu anapaswa kuweka penalty. Waamuzi wetu wamekuwa wakileta contradiction nyingi kwenye dabi, na watu wanakwenda kuitukana mamlaka, na wakati mwingine watu wanahusisha kama timu nyingine imempa pesa, wakati mwingine kumbe hata hajapewa chochote, wanaharibu kwa mapenzi yao. Lakini wewe leo unasema no, waamuzi wa nje kuletwa. Nini msimamo wako kwenye kusema no? Asante sana mwenyekiti. Unajua issue iko hivi. Hii ligi sio ya Simba na Yanga peke yake. Hii ligi sio ya Simba na Yanga. Yes, hii ligi inahusisha timu nyingi ambao pia nao wanahitaji kupata maamuzi sahihi ya marefali wengine. Unaelewa? Leo hii kwenye dabi mnaenda kuchukua waamuzi kutoka nje. Mimi nakubali, sina shida na wao waamuzi. Ni wako juu sana in terms of viwango tofauti na hao ambao tuko nao. Ndio? Nataka hiyo mechi ya dabi iende kamulio kwa haki, ndio maana marefali wa kwetu tumewakataa. Ndio? Sasa mnataka bingwa wapatikane kwa haki, lakini hao watu mpaka wanafika kwenda kucheza kwenye hiyo mechi, kuna alama nyingi wamekusanya huko ambazo hazikuwa za haki kutokana na ubovu wa waamuzi wetu. Sijui unaelewa? Yaani hapo huku watu wameonewa, wameenda wamekusanya alama nyingi. Kuna watu walifunga goli la mkono, mara ma offside walishinda. Leo hii mnataka mechi moja iamulie kwa haki na waamuzi ambao wako juu. Mimi nikwambia kitu kimoja. Hili sio jambo baya, lakini kama kweli walikuwa wanataka ligi yetu iendeshe kwa haki na maamuzi ya haki,
huu mchakato ulitakiwa uanzie kwenye mechi ya kwanza. Yani tuone kwamba ligi yetu tunahitaji kupata muamuzi wa haki. Yani bingwa akija kupatikana au ni bingwa ambaye amepatikana kwa muamuzi wa haki. Tuanze kuchezesha kuanzia mechi ya mwanzo hao waamuzi ambao wako juu kuliko hao ambao. Lakini Fountain Gate juzi alikuwa analalamika. Nayo ni timu ambayo inashiriki ligi kuu. Kwamba kaenda mechi karibia 10 wanapata penalty. Hawa ni watu pia ambao wako kwenye ligi nao wanastahili kupata hizo haki. Wewe kwa maoni yako unataka kila mechi waamuzi wa mwagu hapa kutoka Misri? No, yani maana yangu ni kwamba yani kwa nini tutengeneze special kwenye hii mechi moja wakati kuna watu pia wanaathirika na maamuzi mabovu yanayotokana nao. Mimi nataka nikuulize kitu. Wewe binafsi kwa ubinafsi wako hujaitengenezea special mechi ya Simba na Yanga kichwani kwako? Iko hivi kamanda. Hizi ni mechi yani hizi timu zote zinashiriki ligi moja. Sawa? Ukubwa hatukatai kwamba hizi timu ni kubwa. Haujibu swali langu. Special kwa sababu ni dabi. Yani wewe binafsi umeipa special kwa mechi zingine. Ukubwa ni mechi ambayo ina intensity kuliko mechi yote. Hata ukifanya analysis hapa, analysis yako I'm sure utahakikisha kwamba yani hiyo siku unatoa the best analysis kuliko hata unayotoa kabla ya mechi ya Coastal na Fountain. Ni sawa. Sasa shida iko no. Kamanda iko hivi. Kamanda yeye anapigania usawa. Yes, ngoja. Unajua naweza nisieleweke ninachokizungumza. Unaelewa. Lakini issue my point ni kwamba mimi ni mchambuzi, si ndio? Ninavyoiona Fountain Gate ni sawa na ninavyoiona Yanga. Ukubwa wa Simba na Yanga unabaki kwa wao wenyewe, lakini bodi ya ligi mimi naamini kunatakiwa kuwepo na huo usawa kwenye kutafsiri kanuni. Unaelewa? Yani mimi naamini hivyo. Hatuwezi kukataa kwamba ni mechi kubwa, ni mechi ambayo watu wanaifuatilia kweli kweli, lakini hawa watu ambao wanaenda kuamuliwa kuwa bingwa, yani hiyo mechi moja tu ndio hayamui kwa bingwa. Yani kuna alama nyingine huko ambazo walikuwa wanazikusanya zikuwa sawa. Unanielewa? Kwa sababu ya waamuzi. Kwa sababu yao waamuzi hao. Leo hii namalizia kamanda. Leo hii mnaogopa watu kwenda kwenye hiyo mechi kwamba hao waamuzi wetu wataenda kuchezesha vibaya. Ndio? Tunataka haki. Shehe, kwani Azam hawataki haki? Kuna mechi ambazo walikuwa wanadhulumiwa. Cha kwanza kabisa. Unaelewa? Kwa hiyo mimi kwenye hoja hii yako unayosema. Kwanza kabisa mimi nadhani umetafsiri hii scenario yote vibaya, kwa sababu haya maamuzi yaliyofanyika sio kwa sababu kuna mtu yote anaogopa kama ulivyosema kwamba mnaogopa. Yani it's not like body ya ligi, ama inawezekana kwenye mazingira mengine huo uoga upo, lakini haya maamuzi yamefanywa kwa sababu cha kwanza kabisa dabi ya mwisho kulikuwa na one of the worst officiating ambazo zimewahi kuonekana kwenye dabi. Sawa? Lakini zaidi ya hapo ni majuzi tu. Yani ukitaka kujua kwamba sisi tuna changamoto, narudia tena, tuna changamoto kwenye the way tunavyoperceive mpira. Majuzi hapa kwenye mechi ya Simba na Singida ya ligi kuu, tulikuja hapa tukambrand Eri Sasi the worst referee kwa sababu ya hiyo mechi moja. Sawa? Na watu wakatake note baada ya hiyo siku ya tukaambiwa kwamba kuna dozi imepelekwa ya malalamiko, ina peji 167 imeidentify makosa ya waamuzi tu. Sawa? Lakini toka wakati huo baada ile mechi ya Singida na Simba, baada ya pale nani kati yetu hapa amesikia mjadala wote ule unaohusu poor officiating? Hauja kuwepo. Lakini hakuja kuwa na poor officiating since wakati ule. Imekuwepo. Kwa hiyo katika hali ya kawaida, yani sisi ni kama hatujui tunataka nini. Sawa? Marefa hao wa Kitanzania wakichezesha, bwana marefa bwana Eri Sasi the worst referee. Hayoko sasa. Best practice ndio imeanzia hapa, kwa sababu hicho unachokisema wewe. Yes. Jeff Lea, ngoja nikwambie kitu kimoja. Unaonaje wote wa Tanzania idadi kubwa tunataka maamuzi ambayo ni bora sana. Na hakuna anayepinga ujio wa mwamuzi wa kigeni, ila kanuni zetu zinasemaje? Yes, tutafika huko. Nikiendelea na hiki nilikuwa maana yake kabla tunamalizia mjadala tutafika kwenye kanuni. Hilo la kanuni ambalo Hansa anauliza tunakuja. Lazima tuliweke sawa. My point is kwamba tuna pick na kuchoose narrative. Sawa? Yani wewe Juma, keki yako ukishaioka ukishaila ile keki imepotea, uwezi kuila afu bado ikawepo unaiona pale. You can't eat your cake and still have it. Sawa? TFF na bodi ya ligi wame come up na haya maamuzi ya kuleta marefa wa nje kwenye dabi kwa sababu ya malalamiko yetu. Tusingelalamika leo hii dabi ingepangiwa marefa wale tuliwazoea, kwa sababu I can assure you kitu kimoja Juma, kwamba
hakutakuwa na any significant difference kati ya mechi ikichezeshwa na refa wa nje ama ikichezeshwa na refa wa ndani, kwa sababu hata huyu refa wa nje ni binadamu na anaweza akafanya makosa ya kibinadamu. Sawa, we all agree that, lakini tumefikia hapa kwa sababu tumewalalamikia hao waamuzi. Kwa hiyo tutakuwa wanafiki wakubwa wa dunia kama sisi tunawalalamikia waamuzi, alafu solution imeletwa tunalalamika tena. Tunalalamika. Yaani wewe unamlalamikia labda umelalamikia mazingira ya kazi kwa bosi wako. Kwamba bana hatuna vifaa. Hii rangi labda haipendezi. Ukumwambia kwamba apake rangi ipi, kwa sababu wakati tunalalamikia moja ya solutions ambazo baadhi yetu tumewahi kuzitoa ni marefa kutoka nje. And the funniest part kuhusu haya tunayojadili leo ni kwamba hii ligi mwaka jana, sawa, Mei 9, Simba na Azam wamecheza, sawa, kulikuwa na refa Msudani pale, hapakuwa na any kikanuni clever or genius ambaye alioji kanuni. How comes tunaoji leo? Mimi naomba nizungumze kitu kimoja. Jeff, hapa kama umemsikiza Ashraf au umenisikiliza mimi hapa, hakuna ambaye amepinga moja kwa moja ujio wa huyu mwamuzi. Lakini point yangu mimi kama fountain sikiliza Jeff. Point yangu mimi imelalia kwenye kanuni zetu. Kuanzia kanuni zinazungumza vipi, lakini kwa nini taarifa imekuja yani bila siku 3 za kuappeal kwa hizi timu mbili, si ndio? Lakini Ashraf anachozungumza ni usawa. Mimi namuelewa kwa sababu ujio wa marefa wa kigeni kwenye ligi ya Egypt walikubaliana pande 4. Umeona mwanzoni mwa msimu bodi ya ligi, FA ya Egypt, umeona, lakini pia Al Ahly na Zamalek, na bodi ya ligi wakakubali kugharamia gharama zote za waamuzi wa nje. Kwa hiyo inajulikana kabla ya msimu kuanza kwamba baadhi ya mechi zitachezeshwa na waamuzi kutoka wapi? Kwa ni makubaliano, ni makubaliano, ndio hiyo watu wakaweka kwenye kanuni. Ndio ikifika mechi wanakuja waamuzi, na bodi ya ligi wanafanyaje? Wanatoa gharama zote, you see. Lakini Saudi Arabia inajulikana toka mwanzoni mwa msimu washakubaliana kwamba ligi yetu mechi zitachezeshwa na waamuzi kutoka wapi? Kutoka nje. Sasa how comes leo unakwenda kumchukua mwamuzi kwenye mechi moja? Ndio point ya Ashraf iko pale, na ina make sense kwa maana ya usawa, kwa sababu Ken Gold atakwambia tulikuwa na mechi ya maamuzi kama tunabaki ligi kuu maybe na Namungo, ile mechi tulinyongwa. Kwa nini hakuletwa mwamuzi wa nje? Sisi mpaka tumeshuka daraja. Watakuwa na hoja. Crown Media. Hapa ni nyumbani.